Kwa hiyo wakati wanakuja huku, haya yote yatakuwa kama maoni na vijiji. Lakini taarifa msi, kazi tumefanya kama ibada, kama ambavyo umekuwa ukituelekeza. Leo hii Rufiji tena sio vijiji. Hii yote sasa ni mitaa. Kwa hiyo hii inaitwa halmashauri ya mji, sio halmashauri ya wilaya tena. Halmashauri ya mji. Unaweza ukaona mti kwamba ndugu zangu hapa lazima tukiri kwamba tuwakuta na hali duni sana. Hata umeme huu unaosikia hapa ni kilomita 150 kufika Dar es Salaam. Lakini vijiji ambavyo vilikuwa vina umeme, vijiji vitano. Na hapa nyingine vijiji vitano pekee yake. Kati ya vijiji 38. Na vitongoji pengine viwili au vitatu kati ya vitongoji 108. Lakini leo ni vitongoji 178. Leo mimi tumesimama hapa. Vijiji vyote 38 vinawaka umeme. Vyote. Hakuna kijiji ambacho hakina umeme. Vitongoji vyote vina umeme, kasoro viwili vitatu tu ambavyo tunakwenda kumalizia hivi karibuni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametujalia kutuletea rais wa aina ya Dr. Samia ambaye ametusegeleza sisi wanyonge. Kwa sababu lazima tuseme ukweli, sisi ni wanyonge kwa hali za maisha yetu, kwa hali za maendeleo tuliyokuwa nayo kabla ya mimi kuingia. Lazima tukiri kwamba tulihitaji kufanya kazi kwa bidii na kuifanya kazi hii kama ibada, wala sio siasa. Na mimi nilikuwa nikiwaambia wenzangu tufanye kama ibada. Ndugu zetu walikwama kwa miaka mingi sana. Na sisi tunaamini kwa msemo wetu mufti kwamba wakati ni sasa. Hatuna wakati mwingine wa kufanya haya isipokuwa wakati ni sasa. Na tutaendeleza ibada hii kama maelekezo yako ambayo umekuwa ukiyatoa. Na haya mengine mufti ndio yasema wewe unafahamu vizuri, basi nzuri mimi na wewe tunazungumza sana. Haya mengine tulikuwa tukiyafanya kama ibada. Sitasema hapa hadharani, lakini tutaendelea kufanya kama ibada. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kwa kazi ambayo tunaifanya wakati wote usiku na mchana. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kushukuru sana. Nilisema nichomekee tu haya. Kwa sababu sisi wanasiasa tusipochomekea haya, basi tena. Tukushukuru Mungu mufti wetu wa Tanzania. Na naomba nikufikishie sisi wana Rufiji tumefarijika sana kukuona. Tunakupenda sana. Umeleta umoja na mshikamano kwa Waislamu, huo ndio ukweli. Ameleta umoja na mshikamano mufti wetu katika wakati ambapo hatujawahi kuona. Lakini hata huko nyuma kumpata mufti kuja huku vijijini ilikuwa ni ngumu au jamani. Leo tunamwona mufti anazunguka nchi nzima. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuhifadhi, tuendelee kutumia kwa neema hii kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kutuletea shehe wetu mufti mkuu wa Tanzania, Sheikh Bakari. Baada ya maelezo haya, kwa niaba ya familia, naomba nichukue fursa hii kumshukuru kila mmoja aliyefika katika shughuli hii. Heshima ya mzee wetu wa Haji Omar Masjid Chengerwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kule aliko amuondoshe fitna za kabri. Amjalie pepo ya karibu kabisa Mtume wetu Muhammad. Lakini atujalie sisi wenyewe tuliopo hapa duniani hapa njema, umri mrefu. Lakini atujalie mwisho mwema kama alivyojalia mzee wetu Omar Masjid Chengerwa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.